Ikumbukwe Simba Sports, uwanja ambao wamekuwa wakifanya vizuri, uwanja ambao wamefanya maajabu ya kutosha, wamevuka vigingi vingi kwenda hatua ya makundi, na kutoka makundi hawajawahi kushindwa kwenda hatua ya robo finali. Ni uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Sasa basi, kutokana na ukarabati ambao unaendelea ndani ya uwanja ule, wamelazimika kuondoka na kwenda kucheza uwanja mwingine wa Amani Complex uliopo visiwani Zanzibar. Na ikumbukwe, ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa ni viwanja viwili tu ambavyo vinakidhi matakwa ya CAF kuweza kucheza katika hatua hizi za makundi mpaka hapa tulipo, kwa maana ya fainali na hizi za katikati. Hivyo basi, Simba wamelazimika kwenda uwanja wa New Amani Complex. Hii ni ya kipekee. Kwa mara ya kwanza Simba wanakwenda kucheza kule katika hatua hizi za michuano ya kimataifa, hatua za michezo ya CAF. Lakini kwa Simba kwenda kule so disadvantage, kwa sababu Simba ndani ya ardhi ya Tanzania popote anapokwenda anakuwa na mashabiki wengi kweli kweli, kwa hiyo is not a big deal. Lakini upinzani, upande wa pili, kwa maana ya wapinzani wao, upande wa Stellenbosch, na wenyewe wanatokea kule Afrika Kusini, Cape Town, wanalazimika kuhama mji wao, kutoka mji wao kwenda mbali kweli kweli. Umbali wake ni kama Dar es Salaam na Kigoma, kwenda kucheza mchezo wao wa marejeano dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kama inavyotokea kwa Simba, wanatoka uwanja wao waliozoea, na ndivyo ambavyo inakwenda kutokea kwa upande wa Stellenbosch. Kwa nini imekuwa hivi? Ikumbukwe Stellenbosch ni timu ya Cape Town, na ndani ya Cape Town vipo viwanja, lakini uwanja mkuu unaokidhi matakwa ya CAF ni uwanja wa Cape Town Stadium. Cape Town Stadium. Uwanja huu ndio uwanja mkubwa zaidi ndani ya jiji hili la Cape Town, na kimsingi hawa Stellenbosch uwanja wao wa nyumbani unaitwa Dan Craven, ambao wanautumia katika michezo ya ndani, lakini wanalazimika kuuacha kwa sababu haukidhi mahitaji ya CAF. Katika hatua za awali walikuwa wakicheza uwanja wa Athlone, na wenyewe pia unapatikana ndani ya Cape Town. Hivyo basi hapa walicheza mechi dhidi ya Nsingizzi, timu ambayo inatoka Swaziland, na wakafanikiwa kushinda. Sasa huu uwanja kwenye hatua hizi haukidhi uwanja wa Athlone. Uwanja mwingine ambao wamewahi kuutumia ni uwanja wa Loftus Versafeld. Huu unapatikana Pretoria, lakini kwa wakati huu uwanja huu utatumika na wenyewe ambao ni Mamelodi Sundowns. Wao wanacheza wastani wa siku mbili, wanatofautiana kutoka Mamelodi na Stellenbosch, lakini wamekosa kupata huu uwanja kwa sababu Mamelodi Sundowns wameweka chini ya uangalizi wao, kwa sababu viwanja viko vingi Afrika Kusini. Hawa Stellenbosch inabidi watafute uwanja mwingine. Uwanja mwingine ambao wamewahi kuutumia ni Moses Mabhida. Sasa huu ndio uwanja ambao watakwenda kuutumia, ndio uwanja ambao watacheza dhidi ya Simba katika mchezo wa marejeano kule Afrika Kusini. Kwa nini wacheze uwanja wa Cape Town Stadium? Na huu ni uwanja mkubwa na ndio wamekuwa wakiutumia katika mechi zao nyingi. Hata mchezo wa mwisho dhidi ya Zamalek wamecheza hapa. Hawautumii uwanja huu kwa sababu kuna ratiba ngumu ya mchezo wa rugby tarehe 26. Wao wanacheza tarehe 27, kwa maana ya Stellenbosch na Simba iko hapa. Mchezo wa rugby unachezwa hapa. Huu mchezo wa rugby, ikumbukwe Afrika Kusini moja ya vitovu. Mchezo wa rugby ni moja ya michezo mikubwa kabisa, na unachezwa na watu wenye fedha, kwa maana wamiliki wana fedha, hata wanaofuatilia ule mchezo ni watu wenye fedha. Kwa hiyo ni mchezo ambao uko affiliated, unahusishwa au unahusiana moja kwa moja na masuala ya mpunga. Hivyo basi mechi zake zinakuwa sensitive kweli kweli, kwa sababu kinachochezwa hapa sio mechi ya kimataifa, sio timu ya taifa, ni klabu za pale Afrika Kusini ndio wanacheza mchezo wa rugby championship ndani ya siku ya tarehe 26. Sasa mchezo wa rugby una design yake ya uwanja, namna ambavyo unachorwa, magoli yanavyowekwa, structure ya uwanja inakuwa tofauti na football.
Kwa hiyo wakaguzi wa viwanja hawako tayari kwenda pale kukuta uwanja ambao kesho yake uchezewe mechi ya CAF leo hauna mazingira rafiki, kwa maana umechorwa tofauti. Kwa hiyo muda huu ilikuwa hautoshi, so Stellenbosch walilazimika kuondoka katika uwanja huu wa Cape Town na kwenda kutafuta uwanja mwingine. Athlone, huu ni uwanja ambao walikuwa wakiutumia, lakini kwenye hatua hizi haukidhi. Ukumbukwe huu waliutumia katika hatua za awali kabisa, lakini kwa hapa haufai. Loftus unatumika na wenyewe Mamelodi Sundowns Masandawana. Hivyo option ni Moses Mabhida. Kwa nini Moses Mabhida? Kwa sababu huku ndiko ambako walicheza mechi yao dhidi ya RS Berkane na wakapoteza. RS Berkane walipoteza mabao 5 bila majibu. Hivyo basi katika uwanja huu imeshakuwa wana kumbukumbu nao mbaya, ilo wanalazimika kucheza tena huku kwa sababu mchezo wao wa mwisho dhidi ya Amazulu waliutumia uwanja wa Moses Mabhida. Ikumbukwe huku ni Durban, lakini ile eneo ambalo wanakwenda kucheza linaitwa KwaZulu Natal, ndiko ambako inatokea klabu ya Amazulu. Na katika ligi mchezo wa mwisho kabla ya kuanza safari kabla ya mpango wa kuja Tanzania walicheza dhidi ya Amazulu. Hivyo basi walishinda ule mchezo, lakini waliuchezea katika uwanja huu wa Moses Mabhida. Kwa hiyo wamelazimika kusalia kule kule Durban kwa ajili ya kusubiri Simba waende kule mchezo wa pili. Wenyewe watakuja Tanzania, lakini watatoka hapa watarudi tena Afrika Kusini kwa ajili ya kumsubiri Simba hapa. Uwanja huu unabeba mashabiki 55,500 walioketi, na ni uwanja ambao ulifunguliwa rasmi mwaka 2009 kwa ajili ya fainali za kombe la dunia za mwaka 2010 na ni miongoni mwa viwanja ambavyo vilitumika katika fainali hizo. Moses Mabhida, huku eneo ambalo wanapatikana hawa ni distance kubwa, wastani wa masaa 19 kwa basi kutoka Cape Town kwenda huku Durban au KwaZulu Natal, eneo hili ambalo uwanja Moses Mabhida unapatikana. Hivyo basi ni eneo ambalo pengine huenda wasiwe na mashabiki wao. Ikumbukwe mchezo dhidi ya RS Berkane ambao walipoteza mabao 5-0, tuliona uwanja ukiwa mtupu, hauna mashabiki. Lakini hiyo inatokana na Stellenbosch sio timu yenye mashabiki wa kutosha. Pale Stellenbosch kwenye kitongoji chao au katika mji tu wa Cape Town kwa ujumla, zipo klabu ambazo tayari zimeshajipublish pale. Ajax Cape Town, Cape Town Spurs, Cape Town City, ingawaje nyingine hapa ni za miaka hivi karibuni, lakini zimejizolea umaarufu. Stellenbosch ni timu ambayo imechelewa kuanzishwa, imekuja kuanzishwa mwaka 2016, 2019 wamepanda ligi kuu. Kwa hiyo hata idadi ya mashabiki wake ni ndogo kwelikweli, ni wale ambao wanatokea kwenye kitongoji cha Stellenbosch. Kwa hivyo wanavyokuja huku, kwa maana wanavyokuja Durban, huku ni mazingira ya mbali na wao. Hata mashabiki wao huwa hawaji kama tulivyoona katika mchezo dhidi ya RS Berkane. Labda kwa sababu hii ni nusu finali, huenda wakapata mashabiki kutoka Cape Town au kutokea hapa Durban, kwa sababu ni timu ambayo inabeba bendera ya Afrika Kusini. Lakini upande wa pili wa shiringi, watu wana concentrate na Orlando Pirates, wana concentrate na Mamelodi Sundowns, kwa sababu ndo timu zenye supporters wa kutosha ndani ya Afrika Kusini. Kuhusu Stellenbosch, watu hawaiangalii sana. Hata wakifanya mazungumzo na watu kutoka Afrika Kusini, wanakwambia huu mchezo wa Stellenbosch watu wanaipigia zaidi picha Simba kuliko kuizungumzia Stellenbosch. Na kwa sababu Simba tayari imeshajipublish kimataifa na imesha kwenda kule Afrika Kusini kucheza na Kaizer Chiefs, kucheza na Orlando Pirates. Kwa hiyo Stellenbosch watakuwa katika huu uwanja ambao unabeba mashabiki 55,500, na pengine huenda mashabiki wa Simba ndo wakaja wengi zaidi, kwa sababu Afrika Kusini kuna Watanzania wengi, na Watanzania mashabiki wa Simba wapo wa kutosha. Tuliona katika mchezo dhidi ya Orlando Pirates, mashabiki wa Simba walikuwa kwa namba ya kuridhisha uwanjani. Hivyo naamini pengine Simba wanaweza kupeleka mashabiki kutoka Tanzania kwenda Afrika Kusini kama ambavyo waliwahi kufanya watani zao kwa maana ya Young Africans, na tukashuhudia mashabiki wengi ndani ya Loftus Versafeld wakicheza na Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo huenda Simba wakanufaika na hiki cha Stellenbosch kuja kucheza Moses Mabhida na kutoka nyumbani kwao Cape Town. Hii ni ngoma draw, unaweza kusema hivyo, kwa sababu Simba hayupo katika uwanja aliozoea, Stellenbosch hayupo katika uwanja aliozoea. Faida kwa Simba, ana mashabiki popote anapokwenda ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani
Simba kwenda Zanzibar kucheza, wala hahitaji mashabiki kutoka Tanzania bara. Mashabiki kutoka kule kule Zanzibar wanatosha kuujaza uwanja wa Amani. Lakini kwa upande wa Stellenbosch, hata wangekuwa nyumbani Cape Town Stadium, bado asingekuwa na mashabiki wa kutosha, lakini hawa wachache huenda wasiwapate ndani ya Moses Mabida. Kwa hiyo Simba miongoni mwa details nyingine za mnyama kufanya vizuri katika hizi mechi mbili, kwa maana mchezo wa hapa na mchezo wa marudiano ambao utafanyika tarehe 27 kule Afrika Kusini.